Hebu niwapatie mwelekeo fulani kuhusu jinsi ya kutumia mafuta ya kuvuta watu kwa biashara au sabuni ya kuvuta watu kwa biashara. Sana sana kuna kuanga na sabuni ya kiroho ambayo inatumika kwa kuvuta watu kwa biashara au kuvuta watu katika wale wanakanisa katika makanisa yenu. Haya makanisa ambayo yanaanzishwa na watu iko tofauti na hizi governmental churches. Hivyo basi inategemea sana na kibali ambacho Mungu atakupa kuweza kupata watu, na pia kazi ambao utaifanya ili kuweza kupata watu, maana si jambo rahisi watu kukufuata, na watu wanaweza kukamatwa wakakufuata either kibiashara ama kikanisa, wale mna makanisa. Sasa kwa wale ambao mna huduma za makanisa, wale ambao mna matatizo ya mna biashara kama shule, alafu kwa hizo shule unakuta upati wanafunzi wengi wanaokuja kwa hiyo shule, yaani wazazi hawaleti watoto wao kwa shule yako, japokuwa inawezekana shule yako iko mahali pazuri katika community nzuri na shule zingine nyingi hakuna hapo. Hata inaweza kuwa umeweka walimu wazuri lakini haupati idadi nzuri ya shule yako kuendelea. Hiyo ni kazi ambao unahitaji kuelewa inatumika. Unaweza tumia sabuni kuwavuta watu kwa shule yako, unaweza tumia mafuta kuwavuta watu kwa kazi yako hiyo, au hata powder ambayo imetengenezwa kwa kusudi hilo. Sasa pia wale ambao nimesema jama mna vitu kama sitali, lakini nimekuambia usipende kutumia, yani kufanya biashara ya sitali, kwa sababu ni biashara ambao utatumika ndiyo na Mungu kuwasaidia watu, lakini mara nyingi maombi yako ili Bwana abariki kazi ya mikono yako ni kwamba abariki ili uweze kuatibu wengi. Abariki uweze kuatibu wengi, lakini ndio uweze kuatibu inabidi wagonjeke kwanza. Na ni jambo ambalo tunaomba Mungu atuondolee sana magonjwa. Ni jambo la kinyume kuomba kwamba watu wagonjeke ili waje. Kwa sababu hospitali kama hiyo, basi biashara ya vitani nimesema pia, na wale ambao mko na biashara za hotel nataka watu waje. Basi biashara zinaweza kuwa mbalimbali za kila aina, biashara za vilabu, watu wana mavilabu mahali wanavuta watu wa kila tabaka mbalimbali wanaingia. Pole sana. Ni jambo ambalo wengi mnatumia, mnaopatana na hizi vidawa vya kiroho, kwa mfano kama sabuni ya kiroho, au wale wanatumia mafuta, au wale wanapata powder. Wengine mnatumia na hamuoni matokeo sana. Ninataka niwazungumzie namna unaweza kufanya alafu ukaona matokeo. Nimesema nini? Nimesema spiritual instructions, mielekeo ya kufanya crowd puller iweze kufanya kazi vizuri. Nimesema the practical application of natural recipes to function on your spiritual dimension is a greater challenge to many people. Yaani nimesema kwamba ni jambo ambalo nimeona watu wengi kwa apply inakuwa ni shida kwao, ndio maana hatupati matokeo mazuri. Wale mnaotumia sabuni, mnaotumia mafuta au bidhaa vingine, vinaweza kosa kufanya kazi, ukafikiria hiyo bidhaa ni fake ama ni vibaya, lakini siri haiko hapo. Saa zingine siri iko kwa wale ambao wanatumia hawajui kutumia. Nimesema there are varieties of surety
of invested power of God in the nature to fulfill the intention. Yaani kuna uhakika wa nguvu za Mungu ambazo zimewekwa katika vitu hivi, viumbe hivi ambavyo vimeumbwa ili viweze kutumika na kutimiliza wajibu ambao umetolewa ama umekusudiwa na Mungu. Kuna uhakika wa nguvu za Mungu katika jambo hilo. Sasa nimesema nini? After material has been processed in the proper way, kama imetayarishwa, sabuni imetayarishwa vizuri kwa njia ya sawa vile inavyotakikana, mafuta yametayarishwa vizuri kwa njia ya sawa vile inavyotakikana. Unaona? Knowledge is required to understand instruction and right application. Maarifa yanahitajika kuelewa maagizo, namna ya kutumia chombo kile, namna ya kukiandaa, namna ya kukitumia, namna ya kukiweka ili kiweze kuleta majibu ambayo unataka. Maarifa yanahitajika sana. Unaona, ukiangalia katika kitabu cha dini cha Biblia, Mwanzo, kitabu cha Mwanzo mpaka mwisho, maeneo ambao Mungu anasisitiza sana kwamba watu wake wanaangamia ni maarifa. Kuna maarifa mabaya, lakini kuna maarifa mazuri ya kuokoa, maarifa ya kuponya nafsi, maarifa ya kuondolea maisha uzito na kung'ang'ana katika maisha ya watu. Sasa nimesema hii ni mafundisho nimeiweka kwa kitabu yangu ambayo inafundisha maagizo ya kutumia vitu vinavyoonekana kama sabuni. Hii ni area ya vitu vya crowd puller, kuvuta makastoma wengi. Nina sabuni ambazo ninatengeneza kwa kusudi hilo, nina mafuta ambazo ninaunda kwa kusudi hilo, na nina powder ambazo ninatengeneza. Ndio maana nimeandika hii. Sasa kwa wale ambao naongea Kiswahili na nimeandika kwa Kizungu, ndio maana najaribu kusoma alafu na waendelea kuwaongelesha kwa hii video. The following are the instruction to apply crowd puller oil on the church business. Sasa hii inalenga mfano kwa wale walio na makanisa. Wapendwa, kuna wachungaji, mumeitwa, mna mafuta, neema ya Mungu iko juu yenu, maeneo penye huko ni pasawa, yaani umeitwa kwa hiyo area, lakini unaopata ugumu na unaweza kuwa ni mmoja wa wale wanataka kutumia bidhaa hizi. Si dhambi, lakini nitakufundisha aina ya hii sabuni ama hii mafuta kuitumia ili uweze kufanya nini? Kupata matokeo. Video yangu ya jana ya Kizungu inaongea kuhusu hiyo sabuni na namna ya kuitengeneza, na hizi ni maagizo na mwelekeo namna ya kutumia. Lakini kwa Kiswahili bado sijaweka video ya jana ya Kizungu, sijaiweka kwa Kiswahili, lakini naweka maagizo na njia za kutumia kwa Kiswahili. Sasa vitu ambavyo unafaa ufahamu, nimesema no things to consider, vitu ambavyo unafaa uangalie. Ensure that the land which church stands on has no issue of curse or stagnation. Unajua, ukienda ku apply hii product mahali ambapo ni church yako, kanisa lako limesimama mahali ambapo kuna laana laana, misukosuko mingi iko pale, na una apply kwamba watu waje, maana crowd puller kazi yake ni kusababisha watu waje kwa kazi yako au kwa kanisa lako. Sasa namna ya kuapply kwa kanisa, jambo lenye ujue ni kwamba hiyo kanisa haiko katika nchi ambayo ina matatizo, iwe iko sawa, iwe iko clean, iko safi. Jambo la pili, the application should be done with the spiritualist person who prepared the product or the founder of the church on the ground. Ili kuweka
hiyo sabuni au hiyo mafuta au hiyo powder ifanye kazi kwa kuvuta watu, aidha uwekewe na mwenye amekutengenezea ama mwanzilishi wa hiyo kanisa katika ground hiyo ndio aweke. Haiwekwi na mtu yeyote, inawekwa na watu aina hiyo mbili, na ule mwanzilishi lazima apate maagizo mazuri kutoka kwa mwenye amemtengenezea hiyo, na afuate hiyo na aweke hiyo. Alafu jambo lenye nimesema tena, if the person is a lady should not be on circle woman time. Nafikiri mnaelewa, kama ni madada zetu au mama zetu au mabinti zetu ndio wenye hiyo kanisa, wasiende kufanya hiyo kazi kama wako katika hedhi. Wangojee wawe wasafi ndio waende wafanye hiyo kazi ya kuweka ama kutumia hiyo bidhaa kwa kusababisha watu kuja. Do it as a couple in the case of a husband and a wife unit of faith. Kama mke na mume mnaabudu pamoja na mnafanya hiyo kazi pamoja kwa hiyo kanisa, basi mkienda kuweka ni vizuri muweke kama familia, kama mke na mume nyote muwe pamoja kwa ajili ya imani, ili mmoja asiwa naamini kwamba anaweza weka hiyo na mwingine akatae, anaona kama ni ushirikina, mwingine anaona ni uchawi, mwingine anaona hizi ni vitu feki, ni vitu havina maana, na mwingine naye anaviamini. Lazima muwe kwa umoja. Ikiwa wewe ni mhubiri wa kiume na una mke ambaye haamini hiyo imani, basi wachana nayo, usifuatane nayo. Lakini ikiwa unaweza kumfundisha ama kumpatia mafundisho yangu mpaka akaelewa, mpaka imani yake ikakubaliana, ndio mnaweza kufanya, kwa sababu hii huduma aina hizi zinahitaji imani. Uwe na imani ndani ya Mungu na wewe unaamini kwamba uwezo wa Mungu ulioumbwa unaweza kufanya kazi ukitumia vitu vinavyoonekana kupitia maombi na neno la Mungu kulitenda. Follow instruction carefully and act on time frame. Hakikisha kufuata maagizo vizuri na kwa kipindi kile cha muda ambao umewekwa, maana kuna muda ambao huwa umewekwa. Sawa jamani, kila kitu hiyo ina muda, si kila wakati tutakuwa unaishi hivyo. Kuna kipindi ambacho ni cha kufanya application. Sasa how to apply, utaweza kuitumiaje? Sasa hii ni product ambayo iko kwa market sahihi, ni aina ya mafuta. Hii product nimetuzungumza kwa kizungu jana kwa Global Solution namna ya kuitengeneza, lakini najua wengi hamwezi kutengeneza hii product sababu material yake mengine yanawatishia. Mojawapo ya material ambayo inatengeneza sabuni aina hii au mafuta aina hii ni vichwa ama ulimi 7 wa nyoka aina ya python. Sasa umesikia nyoka, umeanza kushtuka. Nyoka. Kuna sehemu, ndugu yangu, kuna sehemu kule watu wengine wala nyoka. Wao waiona ni adui. Kuna wengine wanaikula kama chakula. Kuna watu wanaikula, kuna watu wanaitumia kwa njia mbalimbali. Sasa hizi ni viumbe ambao vimewekwa chini ya mamlaka ya mwanadamu. Mwanadamu avitumie kwa faida yake. Sasa mojawapo ya vitu ambavyo vinahitajika kutengeneza hiyo sabuni ni vichwa vya python 7, na hakikisha ina ulimi wake ndani. Sasa si unaona itakuwa ngumu kupata. Ingine ni chameleon. Chameleon kwa Kiswahili sijui mnahitaji. Sijajua, lakini nafikiri najua, lakini nimesahau. Chameleon iwe 7 pia, na ikaushwe. Iwe kaushwe kabisa ambapo inaweza chomeka ikatoka vumbi. Ikatoka majivu. Ingine ni hizi margeta pepe na nini, lakini nimekuambia tu mfano. So lazima ufuate maagizo. Utatingiza hiyo product vizuri baada ya kuomba moyo wako vile unavyotaka. Uombe ukitumia neno la Mungu,
Roho wa Mungu ndani yako atakuongoza maeneo za maandiko. Neno la Mungu lina uwezo mkubwa wakati unalitamka kwa kufanya jambo. So baada ya kuomba, chukua kidogo upanguze kwa mimo. Kama ni kanisa unataka watu kuja, milango ya kanisa ipanguzwe na mafuta haya. Ile geti ya kuingilia ipanguzwe na viti ipanguzwe. Hii si namna ya kushika watu kwa kanisa. Wale wataka kuja utumie utatumia utajiri wao, ama utatumia nyota zao ati kujiendelesha kama vile wengine wanavyosema. Hii ni njia ya kufungua watu macho waje kwako kwa huduma hiyo. Wao wajua kuna watu ambao wamefungiwa macho, hawaoni kama kuna kanisa hapo. Unaweza kuona unapiga vyombo, unang'ang'ana, unafanya vituko vya vizuri vya kila aina, mikutano kama, lakini watu wanaipita tu, hawaoni kama ni kanisa. Mpaka siku ile Mungu atawafungua macho. Sasa kwa kufanya huduma kama hizi, zinafanya uzito ambao umewekelewa watu hao katika community hiyo. Unakuta mtu anaweza kuambia kwa madhabahu, jamani, mimi nimepita hapa miaka 6. Kumbe kuna kuana kanisa hapa, na mimi napitanga tunaenda kuabudu mbali. Sasa hii inafanya watu wanafunguka. Kuna maeneo watu wamewekelewa vitu, hawawezi kukuona. Mambo mazuri yakija kwako hawaoni, wanapita. So mwaga mafuta poa little on the gate entrance, maeneo pa kuingilia mafuta umwage, and church door entrance, na katika milango ile ya kanisa unamwaga. The remaining should be dropped in the bathing water for 7 days. Sasa ile inabaki itabidi utupe kwa maji, una drop kwa siku 7. Utakuwa una drop mara 3 kwa siku 7. Press the lid side and drop oil 3 drops in your bathing water after shaking well. Una press alafu una drop vitatu, 1 2 3. Unaoga, unasema yale maneno unataka kuhusiana hiyo maombi. Should be accompanied also with the prayers wishes of your heart, vile unavyotaka. Sawa sawa jamani, lakini kuna mwelekeo kidogo, not that all this should be done in the fear of God. Uwe unamheshimu Mungu, unaogopa Mungu, unaishi maisha ambayo si maisha ya vituko, maisha ambayo yanakusudiwa na Mungu uishi. Uwe mtu ambaye unaishi maisha ya utaua, na uwe na imani in God, faith in God, fear of God, faith in God, and power of God by the breath of your mouth, prayer, maombi na kusoma neno na kufundisha neno. Ukifanya hizi vitu, Mungu atakusaidia. Mathayo 12 mstari wa 37 nimeandika hapo, kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Methali 13:2 nasema mtu atashiba mema kwa matunda ya kinywa chake. Methali 18:21 inasema basi nguvu za uzima na mauti zinapatikana kwa ulimi. Hivi vitu kwa wale ambao mnatumia hii product, hivi ndivyo mtakavyoenenda. Na wapendwa, nataka kuambia aina ya product hii utaona matokeo kubwa ikitokea kwa biashara yako. Siwacha Mungu wa uzima akubariki, akupe hiyo neema. Tukutane kwa hiyo video itakayokuja. Asante.